80s Vibe Series. Leo bwana, ninafurahi sana kuwaletea baharia mwingine mkongwe, wale ambao walipitia njia mbalimbali za kuhakikisha wanafikia kwenye ile ndoto yao ya kuwa mabaharia. Maana miaka ile mambo yalikuwa ni magumu sana, namna ya kutoka, lakini walikazana mpaka wakafikia malengo yao. Sasa leo nimewaletea baharia ambaye anaitwa Siwembi, lakini anajulikana kama Sembi. Bwana Sembi, karibu sana kwenye kipindi chetu cha 80s Vibe Series. Sasa leo, asante sana. Sasa leo kitu ambacho nataka kufanya, nataka tuongee kidogo, tupe historia yako ya ubaharia professional. Hiyo unajua ilikuwa wakati ule ni hot sana. Mabaharia walikuwa ni wachache wanaobahatika kutoka. Sasa tuambie safari yako ilianzaje? Ulipomaliza shule ukaona kwamba sasa nataka nifanye nini, ukafanya ama nani alikuelekeza bwana fanya hivi mpaka ukafikia pointi ukaondoka? Uliondokaje mpaka ukafika ulipofika? Hebu tuelezee kidogo tujue magumu ambayo ulipitia mpaka ukafikia hiyo dream yako. Unataka magumu au mpaka na raha pia? Na raha yote yanachanganya. Hiyo ni historia yote ya bwana baharia Sembi. Kwa kweli historia ni kama historia ni kitu ambacho kina majumuisho mengi. Sawa. Kwa sababu kwanza eji yangu kidogo imesogea, lakini ukitaka historia itabidi mambo ya ujana pia yawepo. Sawa. Sasa nikianza ya juu yatakuwa pengine sio, lakini roots inaanzia kwenye ujana. Sasa ya ujana kidogo yana ujana wake. Hiyo yanafaa nayo hayo. Ujana lazima uwemo, kwa sababu ujana ndio unajenga historia ya mtu ambaye tunamuona leo. Sawa. Mimi bwana mwenyeji wa Tanga. Kilichonifanya hasa nikawataka ubaharia, wakati ule ulikuwa kuna mabaharia ambao wanaporudi wanakuwa wanafanya sherehe, party, nguo nzuri. Wakati ule wa Nyerere watu wanavaa vibwaya, hakuna nguo, mtu akija kavaa jinzi, amevaa raba nzuri. Kwa wakati tuko vijana tulikuwa unahamasika, future yako au njozi zinakuwa kama vile unataka na wewe uwe kama yule. Sawa. Ushafahamu Sasa mawazo yote yale mkikaa katika vilinge nini, wako wenzetu wengine walikuwa wako katika mifumo ya moja kwa moja maisha, afanye kazi, aajiriwe vile. Lakini mimi binafsi na hata wako vijana wengine walikuwa njozi zao nyingi sio za kukaa Tanzania. Kwa hiyo akili zao nyingi au zetu au pamoja na mimi nilikuwa zote naza kuwaza kutoka nje. Yaani nitoke nje ya Tanzania. Lakini sasa kilinishindikiza zaidi nitoke. Kwenye miaka 79 ile ilitokea balaa moja, nililazimishwa kuoa. Sasa ile kitu bwana Sasa kwenye 78 mshoni ndio nikalazimishwa kuoa. Bahati mbaya nzuri nilishikwa na mtoto wa mtu, ikawa ameharibika. Basi nikabidi nikaozeshwa pale. Nikawa naye. Sasa kile kitu nilikuwa hakipo katika akili yangu. Kwa hiyo kwa hali na mali kiliniuma sana. Ikabidi mimi niweze kutoroka. Sawa. Nikamwacha mke nyumbani kwa wazee. Nikasepa, nikakimbilia Mombasa. Na washikaji wawili. Kwa hiyo wakati tumefika Mombasa, ikabidi sasa maisha ya kule, kuna wenzetu wengine walikuwa tunasikia kule vilabu vingi vya mpira walikuwa vinataka wakati wa Tanzania wanapendwa kwa kucheza mpira. Mimi nilikuwa nacheza mpira vizuri na wale wenzangu. Kwa hiyo tukafikia kuna klabu moja pale Mombasa inaitwa Mwenge Sports Club. Kwa hiyo pale tukafanya mazoezi ya kimagirini tukakubaliwa, tukasajiliwa pale, tukawa tunacheza. Lakini tension kubwa ilikuwa ni ya safari ya kutafuta baharia. Kwa hiyo pale Mombasa tukawa tunatafuta meli za kuzamia ili tuweze
kuondoka, lakini pakulala pakula mipango mingine ilikuwa ngumu, tukaingia katika gea ya kucheza mpira. Sawa. Lakini sasa wakati ule tulikuwa hatuna passport. Tukahangaika, tulipita maboda ya pembeni. Kule Tanga kuna njia nyingi za panya. Unatoka zako Tanga pale unafika Horohoro, kuna njia za pembeni, unatokea Lungalunga unapanda magari mpaka Mombasa mjini. Mombasa mjini pale ufika Mwembe Tayari, address kwa tunazijua, Mwembe Tayari pale ndio klabu hiyo ya Mwenge ipo pale. Basi tukakuta vijana wengine wa Tanzania pale wanacheza wakatupokea. Tukafanya tukasajiliwa pale, tukawa tunacheza. Lakini tension yetu safari. Kwa lakini tukashindwa kwa sababu passport hatuna. Tukapiga pale video waka na nini, kabidi tu cross tena turudi Bongo. Na washikaji zangu wawili kuja kutafuta passport. Na tukaja Dar es Salaam hapo kwa miaka ya 80 ile. Tukachukua passport pale. Tena passport siku zile kwa shilingi 100 sijui ya zamani ile. 100. Ndio unaona kitu kama hivi. Tukachukua passport ile, tuka cross tena tukarudi pale. Kwa pale tukawa tunapiga magirini, tutafuta meli huku na wenzetu wengine walikuwa wanazamia, lakini sasa sisi tulikuwa kuzamia si sana, akili yetu kubwa ilikuwa ni kutaka tusainiwe pale au tufanye nini. Sasa kwa bahati nzuri vijiwe vyetu vingi vilikuwa ni night club. Kwa hiyo tukitoka jioni ile kwenye michezo mpira nini, kuna ma discotheque yale, kuna discotheque moja ilikuwa maarufu wakati huo inaitwa Toys, Tiffany's na Casbah. Hapo zilikuwa mara nyingi mabaharia wengi wanaokuja na meli, sasa wale watu advance wale. Jioni ndio wanakuwa wako kule. Kwa hiyo pale wakitukuta sisi sasa, bwana vipi nini, tunaeleza matatizo, tuko hapa ndio kuja kuhangaika na nini. Bwana meli nafasi hamna bwana, ningekuwa hapa Mchongo mkachukua story, lakini hamna kitu pale, ningekuwa na nafasi. Wengine wanapata bahati, wanazamia kwa information kama hizo. Ndio. Basi kafika wakati kuna jamaa mmoja tukutana naye, tukanyokonya naye sana pale, madem nini kama kawaida. Akasema jamani sikizeni, mimi hapa kama mtaka safari, mimi na hapa $300. Kila mtu $100, una cross hapa njia shortcut, mnapita mnaweza tu Uganda, mnapita Sudani, mnaenda zenu Uturuki. Zinafika na nyie finyeni mpango mchangie kama mna chote. Basi jamaa akatupa, tukanywa sana yani kama wiki hivi. Meli yao baadaye ikaondoka, lakini akatupa tuko watu watatu. Kwa na afia mmoja anaitwa San Belgium, sasa hivi raia wa Marekani, akutaka kurudi huko. Ndio. Yupo kule. Na mwenzo mwingine sasa marehemu alipata ajali anaitwa Salim Sogendo. Tukapata zile hela, tukamwambia sasa bwana tunafanyaje? Katika watatu, wawili tulikuwa tunacheza mpira. Mmoja alikuwa mtu wa meli tu. Lakini sasa tukanambeba, tunalala kwenye hosteli zile za klabu zile za wachezaji. Ushafahamu Basi tumepata zile hela na nini? Tukasubiri wakati wa kusajili, tukavuta mpunga, jioni moto, tukatoroka. Tukachukua treni pale kutoka Mombasa mpaka Nairobi. Nairobi ile treni mpaka Kisumu. Basi kufika Kisumu pale tukalala siku moja. Siku ya pili kuna mabasi yanatoka pale, yanatoka Busia yanakwenda zake Kampala. Tukachukua mabasi pale Busia, tuka cross border, tukachukua basi pale tukakutana basi jingine, tukaenda zetu hadi Mbale. Kuna mji mmoja unaitwa Mbale huko karibu na mpaka wa Sudani huko. Mbale pale tukaenda zetu mpaka mpakani ni mule. Kufika pale mpakani mabasi yakayame. Lakini sasa tabu tulokutana nayo pale wakati huo miaka 80 kulikuwa road block nyingi sana zilikuwa tunakutana nazo. Ambazo wanacheki. Sasa wakati ule Idi Amin ndio alikuwa kapinduliwa, wa Tanzania ndio road block zote wanajeshi wa Tanzania. Sasa walikuwa wanasakwa wale maaskari wa nini wa Idi Amin wale. Kwa kila ukifika road block ukagua nini, kumbe wa Bongo wenyewe vipi washikaji, tukutana na wanajeshi wa Tanzania. Hapa wanaenda safari nje vipi? Tukawa tunazuka wasina zetu Sudani bwana kusoma nini, hapa safari njema nini. Tukavuka mpaka pale tukagongea. Sasa mbele kule hakuna usafiri, inabidi msubiri maroli yale. Tukawa sasa tumekaa pale siku kama 2 mpakani, nikapita mafiatu wakati ule magari ya mambaula yale. Wa Somalia wanatoka zao nini Kenya, wanapeleka Juba. Kuna mji mmoja unaitwa Juba upande wa Sudani. Basi tukaomba lift pale, tukakatia nini kidogo, tukapanda kwenye magari na sisi tulikuwa kama tan boy. Na kule mamvua, barabara mbaya, na wakati ule sasa mnakwenda kwa escort kwa sababu
ukivuka ule mpaka tu wa Uganda, wale gorila wote wa Idi Amin wale walipigwa, wale wakahamia upande wa Sudani. Okay. Kwa hiyo kule kukawa sio sehemu salama, na vile vyakula vinatoka kule vinaenda upande wa Sudani. Sasa inabidi serikali ya Sudani escort vile vitu mpaka, kwa sababu porini kule wale gorila walikuwa wanavamia magari, msabati mbaya za mkala shaba au mkaibiwa mkafanyaje, ndio hivyo. Kwa hiyo tukavuka nayo pale, bahati nzuri tukavuka vizuri. Tulivyoingia Sudani sasa, ile patrol ile inaisha pale kwenye sehemu ya common border pale ambapo sio Uganda sio Sudani, pale ndio kulikuwa pabaya zaidi. Lakini sasa wale wa Sudani walivyotolewa kule kuvuka boda, kukawa kuna kijiji chao, wanajeshi tenki zao, silaha yale walokimbia nayo wamewekewa kama kambi. Mbona sasa balali kaja kutukuta hapo, yani Mungu tu katusaidia, lakini tulikuwa tungesha kufa. Tulipofika pale ile gari kuna beria, tukasimamishwa na askari wa Sudani. Vipi mnaenda wapi na nini? Matan boys wengine nini, twenda Juba dokumenti. Wale wakatoa Kenya, wale wa Somali passport zao. Sisi kutoa kuonekana wa Tanzania, wakaambia Tanzania. Wakaja wanajeshi wale wa kule sasa wa Idi Amin wale. Bwana Zengwe, hakuna kutoka, hao sio wanafunzi. Hao bwana ni makomando, wanakuja kututafuta sisi. Wanamtafuta kuna mwanajeshi mmoja mkubwa, sio kwa Ismail si nani, sio ndio akawa anasema wanamtafuta, wakabadilisha maneno. Ikabidi tutekwe pale, tukaingizwa kuna seli fulani hivi siku 2 pale. Sasa wale wanajeshi wa Sudani wamekataa sisi kutuhand over kwa wale wale magorila wale waganda. Kwa bahati nzuri Mungu bana kutubeba, akapita mkuu wa wa wilaya si wa Sudani. Wakaja wakamueleza pale kuna matatizo na gari letu pia alikuwa limezuiwa. Bana hawa hivi na hivyo Tanzania si na nini, hawa mzozo ulikuwa uko hapa, wamejaa watu wataki tuachiwe. Sasa bahati ile mkubwa akasema hapana, hao ni wanafunzi, kwa sababu sisi tulikuwa na vitambulisho vya juu kwa juu, mbele kwa mbele tena kama student tunaenda kusoma mambo ya dini sijui nini zuga yetu Khartoum. Yule bwana akasema hapana, hawa sio wanajeshi, hawa ni vijana wadogo na wanakwenda hivi, haiwezekani. Tukapata escort pale. Sasa gari letu tukaescortiwa mpaka tukavuka ile kambi. Safi. Basi Mungu akatusaidia, tukafika baada kama siku 2 au 3 ndio tukafika mji mmoja unaitwa Juba. Pale Juba ndio kama wilaya, ndio makao makuu pale. Maroli mengi, watu wengi. Sasa usafiri wa kwenda mbele kuna ferryboat pale inapita mto Nile. Lile ferryboat wakati tumefika sisi lilivamiwa na gorila. Maana kule nako ukiwa kuna vita vya wenyewe kwa wenyewe wale wa Sudani. Ndio. Likalipuliwa likawa hakuna, lina wiki. Unaona watu wamejazana wote ambao wanataka kwenda Khartoum. Maana kutoka huku South unavuka na kwenda North sasa Khartoum. Na kaa kuna njia nyingine ile kuwepo, mnakwenda zenu mpaka wa Zaire. Kuna sehemu wanaita wao. Kule kuna treni inaanzia kule mpaka Khartoum. Lakini kufika kule hakuna usafiri mwingine wowote, ni maroli nayo yanakwenda. Sasa pale maroli yale ya Kenya yameishia pale Juba. Jamaa wakatutonya wengine sababu bana nendeni United Nation, tukanazita United Nation pale. Tukaomba usafiri, tukalalamika, tunaenda Khartoum hivi zuga tunajua kiujanja. Tukakutana nao kuna wazungu kibao nao wanataka kwenda Khartoum, lakini ile usafiri wa lile ferryboat imelipuliwa. Hakuna, ndio lilikuwa common. Basi tukaondoka zetu, tukapata bahati ya magari UNICEF, tukazunguka karibu kama siku 3 kutoka hapa mpaka wao, mji mmoja uko wao unaitwa wao, karibu na mpaka wa Zaire huko. Humo njiani marodi block ya balaa kila mnakokwenda. Joto, jua, tabu, maji sasa hatuna nini. Mle mkifika njiani unakuta gari likisimama kama hivi au maroli, mkikuta vidimbu vya maji vile ndio mnaambulia, mnakunywa kistorei. Wenyewe wale wana maji wanachukua kwenye ngozi, kuna ngozi kama ngamia hivi, sio wamejaza vipi maji wanaweka pembeni yale maroli yale. Basi hawatoi hao, lakini nakupa kidogo na nini. Basi tukasurvive, tukaenda kule. Sasa nao utamaduni wao nao wa ajabu kidogo. Maana kule wanaume wanasuka nywele wale. Kuna makabila kule, kuna Wadinka,
Alafu kuna wengine nani wale Wadongola. Wamechanja zile nini zao zile. Unajua Dinka anachanja Mdongola anachanja vimstari mjuu vimo mtakuta. Okay. Kwa hiyo sasa wao wengi ni wafugaji. Sasa walivyo barabarani mna mang'ombe unakuta mna mikuki mitatu kama alivyozaliwa anavyotembea. Yaani ule uchi wa mnyama bonge na jicho amekwenda juu, unajua yale majuba yale Madongola na Madinka. Lakini mwanangu kama walivyozaliwa hana nguo wala nini, anachunga ng'ombe. Wanawake wao huwa wananyoa vipara. Wananyoa vipara. Alafu wanatembea matiti nje, mashanga mengi chini, wanajihifadhi sana sana. Unakuta majani fulani alikuwa wanatumia yanafungwa kwenye shanga ndio yameziba mbele, lakini nyuma kama kawaida mambo ya dharani. Bwana uko simchi. Tukaenda mpaka wao kule, kufika kule na treni tukalikuta baada ya siku 3. Hela hatuna, cha kufanya hatuna. Sasa vipi? Tukavamia kanisani. Bwana vipi na nini, tumeingia bwana, sisi tumeibiwa hela Uganda na nini, tumeporwa na nini. Sisi wa Kristo bwana tunaenda zetu Khartoum, tukabadilisha dini hapa. Tunaenda kusomea mambo ya dini. Sali sana ila alama za msalaba zile. Lete hapo, tukakabidhiwa sehemu fulani hosteli fulani upande wa kanisa moja kubwa la Katoliki ile. Tukalala pale siku 2, tukasema tunasubiri treni hiyo. Basi no sweti. Mimi kwa bahati mbaya nilipata homa moja kali sana wa nani hao. Kule kuna mbungo wale. Nikapata homa ya manjano ile. Sasa kwenye road kwa kuna dada mmoja wa Kiingereza tuko naye, vidonge alikuwa na kidonge kimoja ndio kikansave akanipa. Nikarecover. Siku trend inakuja tukapata train. Sasa maajabu ya treni ya kule, sio kama ushawahi kuona kwenye ninio kwenye mitandao. Ndani hakuingiliki linavojaa. Watu kama wanavyosema kwa uchi wa nyama, sasa mtu ana mbuzi kaingia kafanyaje. Kwa hiyo watu wanakaa juu ya rufu kule ya train. Sisi tumekaa siku 4 mpaka Khartoum. Bwana. Sasa hatuna story ya kulipa, tunachokifanya wale matiti kwenye kituo likifika ndio wanavamia kucheki wale watu wajue. Sisi tunachokifanya wale washikaji wengine pale wametustua, tukikaribia station hiyo tunawahi kuruka. Likitaka kuondoka mnayodandia. Tukapiga kimungu mpaka tukaingia Khartoum. Khartoum pale poa. Tukaenda pale kufika mtaani nini, tukakuta washikaji wengine wa Bongo baharia pale palikuwa pana ubalozi. Umeona, ukifika alikuwa lazima unajisajili ubalozini nini vipi. Basi tukajisajili pale, tukawa tunahangaika pale tukabeba sana zege kazi za mtaani. Tukapata hoteli moja decoration, tukafanya pale, tuko 3 washikaji. Lakini tukaja kukutana na wengine. Sasa hapo kila bichi mnakutana na watu wengine tena, urafiki unaongezeka na watu mnaendelea kujuana. Pale tukakaa hadi kawa kidogo na ngumu. Tukazunguka tukakutana na ninio, kuna walibia fulani hivi. Unaona walikuja garden. Wakatuvaa pale, vipi mnatoka wapi, na nini, vipi Waislamu nini, ndio vipi, tukaeleza matatizo yetu. Kwa hiyo sasa vipi tukaingia msikitini sasa. Tukawasaliana. Wale hiyo ni survive. Hiyo survive hiyo. Basi kapiga salina yetu pale huku na huku, jamaa msikitini wale wengine wakasema wana matatizo, wakatupeleka nini, wenyewe mshakufanya kazi ya scout nini, mnajua scout. Tukamwambia jamaa mmoja mwenzetu alipita scout. Kama scout akatoa ishara za scout na nini, tukapelekwa, alikuwa kuna hosteli zao nini wale scout. Tukapata story bana pale. Tukawa tunalala kwenye hoteli ya scout pale, hosteli zao. Huku tunakwenda kupiga kazi mjini na nini tunarudi kulala. Basi akatokea mshikaji mmoja alisoma naye Qur'an. Sasa hivi naye marehemu anatoka na mwita ni Akida Nguli, lakini yeye nikampa jina Mifadharation. Yeye alikuwa mtani, lakini baada ya mazingira ya kwenda naye jamaa wa Tanga. Nikamwita jina Fadharation. Yeye tulivyokuwa tunafanya sasa kule wale Waarabu ukienda kula chakula hoteli wana vikaratasi wanaandika Qur'ani kama maharage, mkate, nini.
Umeona alafu vile vikaratasi unampa yule mhudumu anakupatia, unakwenda kula. Sasa ikawa kuna jamaa mmoja mjanja, kwa sababu kasoma Qur'ani kuandika, ikawa yeye sasa anachokifanya kwanza akaanza kuviiba. Wala akaenda kutoa ninio kule kupakua vyakula, unaviiba vile kwa hivyo vikaratasi. Kwa akija maskani pa, jamani leo umeambulia hivi. Sasa una bahati, unaweza ukaenda kule mtu kaagiza chakula chao kile bamia tupu, alafu bamia lenyewe yale la ovyo yale vyakula kwao mchemsho bamia pale shakwa pako. Kwa hiyo huwezi kuikataa, ukifika pale ukitoa yule ndo anakupakulia. Kwa sababu si ndio umeandikia, si umetoka kule kama umelipia. Unaona wao wanajua umelipia. Ukienda mpa yule anopakua anakupa, mnakwenda kule. Mpaka jamaa akajua hiki ni hiki. Ndio ikawa yeye time ya kula ile ikifika anatuandikia mmoja ntisizari. Wao sawa wako busy, tunatamwile watu wako wengi. Kitoa hii bamia, hii maharage ndio sana wenyewe anaita fasulia. Maharage mikate ndio sana kwa kula. Nakula hivyo. Tukaenda basi piga zege pale sasa tukawa tunasubiri matreni la kwenda Egypt. Ushafahamu pale kuna treni inatoka pale mpaka kuna mji mmoja Khartoum unaitwa Wadi Alfa. Wadi Medani ni mji wa nyuma kabla kwenda kule. Pale kuna feri jingine, boti linapita mto Nile. Maana mto Nile umezunguka ule. Umeingia Sudani umekwenda kuingilia kuna mji mmoja wa Egypt unaitwa Aswan. Kuna demu kubwa sana ya umeme. Yaani kwa Afrika yeye ndio kubwa kwa wakati ule. Unaona kwa maji ya mto anaingia pale ndio inazalisha umeme wa Egypt mzima ile. Egypt mzima wanaita Aswan. Mpaka matreni yao ya umeme yale. Hizi standard gauge unakuja kuiona leo kule hapo yale ambayo long time yana mikonga yanakwenda, ikijaa umeme linarudi, likijaa likipungua kuna sensor fulani unainuka kama mkonga fulani. Alafu na reli zao ziko two way, ni express balaa mno. Basi tukapata ile usafiri pale mpaka pale Wadi Alfa, tukapanda ile ferry boat lile, sisi kwa siku 2 nalo mpaka asubuhi ndio naingia upande wa Misri. Tukagongea sema mle ndani sama adventure hela hamna. Sasa kule inabidi sasa wajanja waundi wale mnakwenda kuiba mikate ile, watu wamelala, kuna store yao kule ya hoteli. Unaona mnaenda kuna mikate wanaita hobos wenyewe au esh baladi, yani kuna kama santuri hivi. Sasa jamaa vipi, piga chabo huko, mtu akipinda huko mnaiba, mnakuja mnapeana, mnakula nini. Tukavuka kimungu tukaenda tukakata tiketi ya treni zile. Tunaitafuta Cairo. Basi tukapanda treni mpaka pale Aswan mpaka Cairo, ilikuwa ni siku 1.5 au 2. Naona tukavuta pale mpaka tumeingia Cairo tumefika kama saa 5 usiku, alafu wakati wa baridi. Tunafanyaje? Tunataka kwenda ela hoteli ya tuna kijiela tumekibana, kila mtu changama, tunatafuta washikaji sasa wenyeji. Kwa hiyo ukifika kule aidha uulize ubalozi wa Tanzania, ukifika unaweza kueleza kule wao wenzenu wa Tanzania wazururaji nini, mabaharia wako mtafla garden fulani. Na pale Khartoum sasa kuna watu ambao wanashikwa patrician, wameoverstay, wakishikwa Cairo wanarudishwa mpaka boda kule. Boda wanarudishwa Sudan. Sasa wale waliopata kule ndio kwa kama wazungu wametoka tena huko mbele huko. Sasa wakija pale bwana maisha kule, mkifika kuna mtaa fulani watu wako hivi wako kule wao wanajipanga tena wanarudi tena. Unaona mbao ukishikwa bahati mbaya unarudishwa. Basi kafika pale kabla usiku ule tukafanya nini, tukaona hapa sasa ujanja gani tutumie. Ndio tunatembea watu wanatoka kucheki hivi. Tukaona kanisa. Bwana inabidi mgeuke tena kwa Kristo. Tukatafuta Ukristo pale. Sema wale kanisa lenyewe nao makauzu. Tukafika pale wale ilikuwa ni dhehebu la Lutheran. La Martin Luther King ni wale ndio wale ni Lutheran ile. Tukaingia hapa tukagonga. Walinzi wale Waarabu, vipi sisi na nini? Kama sisi bwana tumetoka huko, si wanafunzi tumeibiwa nini. Tukamgongea pale, akatokea mzungu mmoja Marekani, vipi? Akatuoje, tukaeleza shida, akasema no, hapa
tutawapa hifadhi ya usiku kulala, asubuhi balozi wenu upo. Anwani ya balozi ujanja tu na kufika store kanisa lisaidie bwana. Tutojifanya mbaya tukaanza kuchoma mishumaa nini? Hakuna cha mishumaa na nini, balozi wenu tukapewa nini, mnendeni. Sawa. Wakati ule balozi nasi yuko huko Doki kama sikosei, kuna mji pale. Kuna Ramses. Si pale hiyo tulivyoshuka ni Ramses. Mji wa zamani. Alafu kuna Doki tulikuwa kuna balozi. Nadhani unaona wacha kwenda huku ninio Zamalek, unapita hapo unaenda Zamalek mbele. Ndio kama hizo timu zao ndio miji hiyo. Umeona? Basi sisi tukaenda balozi tukajisajili pale nini, uliza jamaa tuambia washikaji wako sehemu fulani. Sasa kuna kila watu wengine wanafika, wengine tumewaacha mpaka wamekufa hapo unaloea wengine. Bwana. Wengi mkifika, wengine wamefika tumewaacha Sudani hapo, wengine Juba pale wamekwenda maisha mpaka wameoa wameishia pale hivyo yani. Kuna wengine wako Cairo, wengine kuna kwenda Alexandria. Sisi tukasema hata mission yote tumeambia Port Said. Kwa pale tulivolala tumekwenda kule kufika tukaambia wenzenu Port Said kuna Alexandria. Tukachukua train sisi mpaka Port Said yani. Kule ndio walikuwa kuna bongo wengi. Na kule missions zilikuwa nyingi. Kule Port Said walivyofanya kule ni kama free zone. Yaani meli kule zinashusha bidhaa bila ushuru wowote. Lakini upande wa Cairo na sehemu nyingine ni ushuru kama kawaida. Kwa hiyo sasa kule wa biashara iko watu wote wanakwenda kufuata kani mashati au ni kule anauzwa duty free shop. Mji mzima nguo zote na bidhaa zote mpaka magari nini music ni duty free shop. Sasa kuna custom kubwa sana. Naona pale Port Said kuna sehemu moja mji unaitwa Gumblo hapo. Ambao kutoka hapo unaenda Ismailia. Pale ndio pana custom, pana magari yanapekuliwa, lazima ukalipe pale. Na ukinunua nguo yote Port Said unalipa. Kama kule jeans unakuta kama paundi 9, ukienda zako Cairo unauza paundi 15. Kama $8 unanunua, ukifika kule unaweza kuuza $15, kitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa pale wabongo nao ikawa kila siku wasafiri na wao. Kuna kuchukua mzigo. Sasa mwanzo tukawa tunapata advantage kwa sababu tunaonekana ni wageni. Kwa hata ukipita na begi na vile vitu vipya huchajiwi lolote kwa sababu unaonekana kama msafiri. Mwisho akatujua wanafanya biashara vipi kila siku wanasafiri. Na sisi sasa kazi yetu ya pale sasa tupate nauli pale twende Uturuki pale. Na kila sehemu unapiga kazi uchange utafute Ulaya. Pale tiketi ilikuwa katoa $100 na ngapi kwenda Uturuki. Ugiriki ilikuwa $90 kitu kama hivi. Umeona? Sasa Ugiriki ilikuwa riziki sana. Ukiingia kuna shomane huna unarudishwa. Kwa hiyo unaanza tena uje tena Egypt pale uingie kuanza tena kusota upya. Watu wengi walikuwa wanazunguka. Waturuki walikuwa wana masharti makali. Kwa Ugiriki walikuwa wanataka $500 shomane. Uturuki ilikuwa $20, sio $50 kitu kama hivyo. Sasa wengi tulikuwa tunapeana bana, chukua $1 zangu hizo bwana, ukifika kule nitumie. Ili tunamuondoa mwingine mmoja na kwenda nao. Sasa wengine wakaenda mazima metiwa ndani. Kwa hiyo mtu wanalia, wengi walikuwa mtu mnaambia na washikaji mmesota sehemu nyingi, mkifika pale unampa mwizo bwana, basi katusue, mtu katusua, akifika moto wewe umesota. Kwa hiyo pale tukafanya pale ikawa kazi zetu kazi ngumu. Sababu baridi. Unakwenda pale sasa saa nyingine ilikuwa inafikia unaweza ukajilodi mashati dazeni nzima. Hizi kola hizi unazikunjia kwa ndani. Afu unavaa koti. Ukipita pale kama mtu wa kawaida unapita usachiwi. Unavaa chupi za kike dazeni mzima, una mzigo huo. Lakini si una overcoat baridi. Sasa wale walikuwa mwanzo watusachi. Ukifika mbele unazivua zile chupi nini, watu pale nadhani. Sasa wale watu wa Cairo na mji mwingine ngambo tu ile custom wapo wale wachuuzi wanaonunua nao. Sasa wewe hutaki kwenda Cairo, namalizana hapa pale unarudi tena, unaweza kupiga trip 2. Sasa kuna sometime bwana vipi huko shift ya leo nzuri agusu mtu basi watu wao yani. Afu kuna siku nyingine nuksi kweli ukifika watu wakwambia mtaji wewe unaenda kule unanunua, ukifika
ukishikwa pale chupi zinazikachana zote na nini na mkasi. Upate hasara. Hasara wanatupa. Mashati haya wanachana kola. Wanaichukua hiyo na irarua. Kwa hiyo alafu hata ukitoka kule uwezi kuuza. Sasa kimtaji chako mwenyewe atakudondoa dola 200 300 kimeisha. Sasa walivyokuwa sheni saa nyingine inabidi wakuvue pale. Sasa saa nyingine kwenye kukuvua una rundo hilo. Inafika wakati sasa wengine waliokuwa wajinga, mtu anavaa nguo zile za kike, alafu anavaa chupi yake juu. Sasa ukifika pale kisha bahati mbaya ukidakwa, unaambiwa zivue hizi. Ngoa pale inabidi uanze ya kwako mpaka zile chupi zote uchi wa nyama unabaki unavaa nguo yako. Sema walikuwa hawafungi. Wenyewe Waarabu wanakamatwa wanafungwa wanapelekwa jela, lakini sisi tulikuwa naona maforena tutangaika nao nini hao. Kwa tulichanga pale mtu pata hela pale tukaruka. Mimi nilikwenda Uturuki. Kafika Istanbul pale nikasota pale ukakaa mishenza pale baridi kali sana. Tukawakuta washikaji wengine, lakini sasa misheni za pale zilikuwa na ngumu dume. Shaona Sasa misheni ambazo sio halali wakati ule, mtu muoga unaona wale wenyewe makonko pale wakaenda mabaa wapi piga ngeta nini sachi nini unaona pickpocket kwenye madaladala nini kama bora kusurvive survive. Si pale tukaona hapo unyonge hapa tuna vinao bana yenyewe kama dume hapa mwezi Syria kuna kazi ya kubeba zege huko. Wengine mfika Syria mnaenda Lebanoni hivyo kutafuta hela za kuja kupanda Ulaya sasa. Maana pale pana matreni, mabasi ni common border zile. Kwa hiyo unaweza ukashuka chini hadi ninio Syria ukapiga pale ukapanda tena ukaja Uturuki pale ukacross ukaanza kwa Bulgaria ukaenda Ugiriki. Maana Ugiriki ndio target yetu kubwa tulikuwa. Pale ndio meli zilikuwa zipo nyingi kama kazi za kumwaga. Sasa mtu anajua kabisa nikienda kupiga miezi yangu 2 au 3 Syria napata hela ya kurudi kupata showman. Maana shida showman kuingia. Sasa kwenye yale maboda pale ya Ugiriki nayo lazima uonyeshe showman. Sasa uzuri wa boda watu walikuwa wanakimbilia kule, ukikwama unarudishwa nchi uliotoka. Wanakupokea. Lakini ndege ukikwama bongo. Kwa watu wengi wakawa naikwepa kwenda ruti zile. Moja kwa ndege. Bora train. Bora treni. Mle treni baadaye pia kuna story ya treni. Hiyo baadaye. Kule kuna wauni. Yaani treni mnakwenda pale unamkuta mtu mwingine ana passport hana au ana passport fake ya Jamaica ya wapi siku zinauzwa. Anakwenda pale anaenda kuzamia kwenye train. Unakwenda pale mapema kabla treni halija nini, mnajua mabewa yameandikwa ili Ugiriki, ili Bulgaria, ili wapi. Maana linaanzia pale unakwenda mpaka Australia, ni Austria, sio Australia. Austria. Unapita kutoka pale Bulgaria, Yugoslavia, Romania, napanda Cheki. Sasa mle mnacheki kila bewa la nchi gani ile. Basi mnachukua pale, mnawahi kuingia pale, mnakuta kwenye vitanda vya double decker yale kuna mabox makabati, mnazama. Kisha zama mle mbele ya safari. Sasa wazungu mtakuta unao wanakuja kuingia kwenye yale mabewa hawajui kama kuna watu mle ndani. Sasa mtaimu mnakuja mnasubiri muda si mrefu wanapita wale matiti wale. Maana wale wanapanda, wanagonga passport control, wanashuka kituo kingine, nyie msharuhusiwa kuingia ile nchi nyingine. Kwa hiyo mnakuja kuibukia watu no man my friend nini. Kifika kituo kingine mshavuka kwenye boda zile. Kwa hiyo ukifika mbele tena mnapanda domestic zile train za ndani ambao tena hazina passport control. Sometime ndani ndio inakwenda. Sasa lakini hizo zipo na njia nyingine ndio kama kwenda kufanya kazi Masiria wapi huko. Kwa mimi mwenyewe binafsi nilitoka tukaenda na washikaji zangu wale mpaka Syria. Tukapiga kazi, nakuta wenyeji pale kazi ziko mchanganyiko, tukijenga magorofa, ziko mpaka kazi za ugaidi hizi Al-Qaeda nani. Wakati huo kulikuwa kuna nini wa majasusi wa zamani, kulikuwa kuna Abu Abasi, Abu Nidani wa Palestina wanaolikuwa walikuwa mandege. Kuna kina Abu Jibrili. Kwa wako wa Tanzania wenzetu wameingia kwenye magenge yale. Walikuwa nakula vizuri, hela nzuri.
Kwao nimekuta bana vipi, tumeambia tukalipue sehemu fulani, unakupa hela yako keshi, ukifika unaenda kama ma supermarket mle, wamekupa biskuti kumbe ana bomu, unaingia ndani unajifanya soka biskuti, unaacha lenye bomu, kitoka likilipuka wewe ushakula. Haikuhusu hiyo. Kwa wako walikwenda kwenye mirengo ile. Wengine nao walilipuka, wengine walipigwa marisasi walikufa hivyo. Kwa sasa sisi tulikuwa tunafanya kazi. Tupata bahati kuna kampuni moja, maduka fulani ya mzee mmoja mwanajeshi mkubwa na cheo cha juu sana. Maisha bwana. Hayo mambo ujana lakini. Maisha bwana, maisha. Hayo mambo ujana sasa. Sawa sawa. Tukafika pale, tumefanya kazi kama miezi 3 hivi. Sasa kwa bahati mimi nilipata ubosi kidogo, nikawa nimeaminiwa, ndio nikawa na wa control wenzangu wale. Mlikuwa wangapi wa Bongo 3? Tulikuwa tuko 6. 6, okay. Unaona, wengine tuliwakuta pale. Wengine walikuwa wakija. Kwa hiyo bana vipi kuna kazi huko nini? Mkipata ndugu zenu. Okay. Wanakwambia wale. Sasa wao wenyewe walikuwa mtu mweusi wanamuita Yazuru. Yazuru. Sasa kwenye kufanya kazi yule bosi wetu alikuwa na vifurushi kama 2 vya funguo. Mimi kingine nakaa nacho cha kufungulia magodown, magari yamekuja kama ya jeshi. Maana alikuwa nondo anaiba kutoka Lebanon, anakuja magari ya jeshi yale usiku, yanaingia yadi mle, asubuhi sisi tunaenda tunapakua, yanaondoka. Sasa kwenye magodown mle, funguo zile mimi naingia, sasa kuna gari zitakuja kuchukua, tunafungulia, ukifika si kazi yetu kupakia kama kuli na nondo nene. Sasa yule mzee tukikaa ofisini pale, mara naomba funguo, saa nyingine amsaulifu anaacha funguo kule nyumbani kwake. Akichukua anaenda kufungua kwenye seflaela mle. Naona lakini wenzangu kule kwenye magodauni hawaruhusi kuingia sana ofisini. Ni wewe tu. Sasa siku hiyo bwana ilikuwa siku ya Ijumaa. Kufika pale ile mzee akaondoka kaenda kuswali mapema, mkimaliza mtafunga muondoke. Haya, akaniachia funguo. Kuna gari mkiweza kupakia, tukapakia zile gari zikaondoka. Kuja pale wenzangu na wao nikamwambia jamani, hebu njooni kwanza. Kaingiza ofisini. Bwana. Sasa vipi? Njooni muone huko. Kufika pale bwana, funguo ile nilikuwa namuona ya sefu, nikafungua pale pap. Nikafunguka bwana, mihela, midola, paundi yamejaa hivi vitita. Bwana. Watu sasa vipi? Jamaa mmoja akataka kwenda kuvamia kuchukua, ngambia usikilizeni kwa sasa vipi? Mimi nikataka tukataka kupigana hiyo kwa yenyewe ndani. Ngoja sasa unafanya nini? Bwana sasa itakuwaje bwana? Wewe hapa, wewe utafanya kazi kwa baba yako hapa si nini, unajua tena. Watu washachoka. Watu wamechoka, kila mtu na maneno yake. Nikamwambia jamani, sheria hapa mnaijua. Hapa bwana, kule ukioverstay, yani unapewa ninio intra mwezi mmoja. Ukikaa zaidi ya mwezi ili kutoka, uwezi kutoka boda lolote lile. Aidha ubinjuke. Kubinjuka yani upite njia ambazo sizo kwa halali. Ukikamatwa na wanajeshi wanakudaka, wanaenda kukutupa Lebanoni huko. Umeona? Lazima ufungwe siku moja. Bwana. Alafu unalipa faini $50. Sasa nikamwambia jamani, tutatokaje humu? Na hapa tukiiba sisi tutapigwa risasi. Wewe si unajua washenzi hawa. Bwana hata bwana wewe basi na nini? Wakanizidi bwana. Hebu kwanza tuangalie tena moja. Sasa tuangalie tena. Kufungua watu wamevamia. Wamevamia sasa. Kuna mshikaji wangu mmoja, kuna mmoja marehemu, mmoja ndio yuko Marekani, mmoja yuko hapa na anaitwa Takoradi, yuko Kariakoo, mtu wa Kariakoo. Alafu mwingine alikuwa sio anaitwa Hamisi Makunja kwenda Lebanon, baadaye alikuja alifariki na sikia na alirudi. Naona bwana watu wakavamia. Sasa watu pasipoti ziko nyumbani sasa. Kuna mji tunaokaa unaitwa Asit Zainab. Hiyo Zainab alikuwa si mjukuu wa Mtume na nini, kuna msikiti mkubwa ndio mji ule unaitwa Asit Zainab. Sasa bwana sasa itakuwaje? Watu tushachukua pale bwana, kishachukua zako wewe utajua mwenyewe, funga kwa utaacha tufanye kama nikiacha itakuwa bomu. Ikabidi jikazi, wenzangu washachukua hela wamekimbia. Mimi sasa na mimi nimevuta zangu, inabidi nifunge nipeleke funguo kule, kwa sababu bila kupeleka hapo kwa hapo kwa chama godown wazi itakuwa sasa tutaonekana imekuaje, atatoka mapema hawa. Umeona? Tukafunga magodown pale na nini tayari kila kitu, tukarudisha funguo.
tukakuta watoto pale, haya moto, kila mtu kivyake. Sasa kila mtu kakimbia, wengine wawili walikuwa Lebanoni, wengine wakaenda Uturuki, lakini walipitia kuna mji mmoja unaitwa Aleppo. Mama basi hatujui kwa wamepita kivyao. Mimi na mshikaji wangu mmoja nikamwambia bana, hapa kuna la kwamba twenzetu kuna mji mmoja unaitwa Latakia. Una bandari, una port. Sasa pale Latakia pana feriboti hizi. Zinakwenda Uturuki, nyingine zinakwenda Cyprus, unaona Basi ikawa sasa kwenye kutoka pale Msala, tutaendaje immigration kugongewa? Au wale watu wanaweza wakafanya nini? Yule mzee siku hiyo kama ya 4 sijui ndio ninio. Na kula mjui nini hatujui kinaendelea, hao watakwenda mpakani au watakwenda wapi? Nikamwambia bwana, hapo ujanja hapa, tukatafuta Somali fulani. Somali kule wengi kwa wako kule. Bana vipi? Hoteli moja tulikuwa tumekaa. Bana sisi tutaka kwenda zetu Cyprus, lakini tumeoverstay hela kuya kwenda ninio. Ukienda kawaida si unajua lazima ufungwe hapa. Tukuambia kama tuna msala gani? Wewe hakuna hapo, kama mna dala 50 hapo na nini. Naona nyie subirini, mnaweza mkavuka. Sasa tunafanyaje? Nyinyi njooni mpaka feriboti ile, wakati ndio liko watu wanapakia, dakika za mwisho nyinyi ni peni hela, afu nitawabonyeza. Kampa ile hela, watu wampekia, akaingia ndani kule, mara akatuita na mkono, njoni. Tukaingia zetu pale na nini, tukagongewa ile feriboti linafunga mlango linapigwa ndio inaondoka. Tukashukuru ndugu yangu. Ndio pale tunaondoka, roho ile ndio tumenusurika. Basi kaenda zetu Cyprus, lakini upande wa Uturuki wanaita Famagusta huko. Tukashuka pale Famagusta, tukakaa siku 2, tukawa hatuna visa Uturuki. Tukaenda pale tukachukua visa pale ninio Famagusta pale Uturuki, tukapanda tena feriboti pale mpaka Mersin. Kuna poti moja ya Uturuki, ile feriboti linaishia kule. Tukaenda mpaka Mersin. Basi tulipoingia pale Uturuki, kwa sababu kama nyumbani nishakaa sana pale mara 2-3, tukapanda ninio mabasi pale asubuhi yake mpaka Istanbul. Maana Istanbul ndio sehemu kubwa sana, ni kama mji wa kibiashara na karibu na Ugiriki, na mabaharia wengi ndio sehemu yao. Basi tukakaa pale, hela tunazo na nini. Sasa mpango vipi? Kwenda ninio, kwenda Ugiriki. Tukaenda bana mpaka boda la Bulgaria na ninio. Tukafika pale tukakutana na nuksi tusida. Migration fulani, hata hakuna nyie, hamna ninio, sio wanafunzi wala nini. Wakatupigia beat pale, tukarudishwa. Kwa bahati nzuri hawakugonga blacklist. Tukarudishwa kwa tena, kupanda basi tukarudi Istanbul. Tukakaa siku 2. Sasa pale Istanbul kuna mji mwingine unaitwa Çeşme. Buko mbali kidogo, ni kama niniona una bandari. Tukapanda basi tukaenda zetu mpaka Çeşme pale kuna viboti vidogo vinakwenda Ugiriki, lakini unatokea kuna kisiwa kimoja kinaitwa Kios. Kidogo, kama sio kikubwa sana hicho kisiwa pale. Sasa ukifika Kios, ambapo kuna hizi feriboti ndogo hizi kutoka Uturuki zinakwenda kama wafanya biashara wadogo pale. Sasa kuna maferiboti makubwa yanakwenda hadi Perea, kuna ndio mji mkuu wa Ugiriki hapo nini. Ni mji wa kibiashara ndio wenye mameli kwa sababu ndio kama home hapo, ndio nyumbani hapo. Sasa hapo ndio nakwenda nyumbani sasa. Tukafika pale tukagongewa vizuri, wakatupokea Wagiriki. Asubuhi yake tukalala, tuna mihela wakati huo. Shomani ya kutosha. Yaani huwezi kuamini, kuna mtu yotoka alikuwa ni mwaka 82 sijui. Tulivyoachana naye nilikuja kukutana na Dar es Salaam ule mwenzangu 2020 na ngapi. Tulicheka kila mtu shalikimbia kivyake. Sasa mwingine umkuta kenda Italy, mwingine kenda wapi, unaona? Sio kama mtakuwa mnafuatana. Kwa sababu unaweza ukafika ukapanda meli ukazunguka, ukimaliza huko ukabaki kama ni Australia, mwingine kabaki ya Belgium, mwingine kama kaacha kazi. Maana mkataba wa meli mara nyingi ni miezi 7 unaanzia. Baadaye unaweza kaendelea au ukashuka. Sasa wengi wakishuka, mtu ile nchi anapoishia
hatoki, anakaa hapo, anaanza makazi mapya pale, akiona mambo mazuri kabaki. Ndio imetoka hiyo. Au mwingine anarudi tena Ugiriki, anatafuta meli nyingine vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa tukafika pale asubuhi Perea pale tena Wabongo tena ndio kama nyumbani. Basi kakakaa pale kama mwezi tu. Kila mtu mwingi akipanda meli huku, mimi nikapata meli nyingine, nikaenda nikafanya kazi miezi 4 mingapi, nikaacha meli, ilikuwa mshahara sio mzuri, nikaja nikabishi tena. Yaani unaacha unarudi tena pale. Nikapata meli nyingine, nikafanya kazi. Nilikaa ile kama mwaka. Lakini tulikwenda kufanya vurugu Ufaransa. Tulikuwa mshahara walitupunja, walikuwa watupi mshahara mzuri, lakini tulikubali. Sasa tulivyojiona ishafika mwaka, ukishtaki kule unalipwa hela ya Ulaya, yani kama kima cha mzungu vile anavyotaka kulipwa. Kuna chama cha mabaharia kinaitwa ITF. Sasa tumeshika imani kwa bana mshahara mdogo, lakini hapa tuko Maeni. Tukifika nchi fulani, tukafika Ufaransa, mji mmoja unaitwa Set. Umeona? Tukalianzisha vurugu pale huku na huku. Tukagoma kazi, tukawafuata wale watu, wakaidaka ile meli. Malalamiko yetu tukafanikiwa, tukapewa mishahara kama wazungu. Kwa renki zetu tulikuwa tukifanya mle melini. Tukaenda zetu pale kuna Marcel pale, tukakaa, tukataka kukaa pale, lakini ule mji ukawa haueleweki. Yani kuchafu mno, ni kuchafu hata kale yako kuzuri. Yani wa Senegal, wa Nigeria, wa Mali, yani ni mbwa kwanza mle, kuna mbwa mavia, mbwa barabarani balaa. Kila mtu ana mbwa mkononi. Mpaka masupermarket yao nje wameweka kama parking za mbwa, unakwenda mbwa haruhusiwi kuingia naye ndani, unawaacha mle kwenye maloka pale, ukitoka unaondoka na mbwa hapo. Tukachukua nini hapa bwana, vipi tuanze Ugiriki. Sasa Ugiriki tukasema tunafanyaje hapa? Tuchukue treni. Umeona Sasa treni la pale linatoka Marseille pale, linapita nini? Tulipita Italy, kuna mji mmoja wa Italy Milano. Milano tulikuwa tuje mpaka Yugoslavia tushuke, tuchukue treni la kwenda Ugiriki. Umeona kwa sababu ile aliingia pale. Tukawa visa sasa Milano ya Italy hatuna. Kurudi kwenda kutafuta visa tukaona gharama ndio sote tabinjuka. Tukapanda treni pale kufika Milano pale tukakataliwa. Tukarudishwa na Wataliano. Basi kurudi pale bwana, sasa vipi? Tukachukua ndege pale. Kwa sababu tujitose tu Ugiriki. Tukipita tukirudishwa Bongo poa. Tukachukua mpaka Athens pale. Safi, Mungu akajalia tukaingia. Tukifika pale tena nyumbani. Wengine wakabakia kazi za mjini, wengine ikawa tena meli, hangaika nini. Bahati nzuri au mbaya, mavurugu nini, nikadakwa. Bwana. Kudakwa pale bwana, mambo vipi bwana, ngoma Bongo hiyo. Bwana. Passport control na magomvi mabaya tena, unajua mastarehe yalikuwa mengi ya ujana. Sasa naenda Bongo, hela sina. Hapo ushafika mwaka gani? Hapo mwaka 85. Sawa. 85. Nikapigwa bomba pale Transit Cairo. Kaona ujinga. Tulikuwa tuko kama watu watatu. Wengine wakaogopa. Mimi nikaikimbia ile ndege. Nika-arrive. Transit ukashuka. Transit mimi nikashuka. Nilivyoshuka pale nikaenda arrive. Nilikuwa na hela kidogo, nikamwambia mimi visa sina, lakini nataka nikae siku 2-3, akaniambia nilipe $150 kama hivi ya kununua visa ya transit. Nikanunua pale, nikatoka. Wenzangu ngoma Bongo. Kutoka pale mimi siku ya pili nikachukua tena ndege, nikarudi Istanbul. Ulikopazoea. Nilipopazoea kituo hicho. Unaona? Ndio. Unaona, kurudi pale nikakaa pale, nikapita tena boda jingine huku, niliruka mpaka nini, nikachukua ndege pale, nikaenda ilikuwa ni Romania, sikuja Bulgaria, nikashuka Romania, nikatambaa na treni nikautana pale Ugiriki. Nikapata kazi moja nyingine.
nikafanya pale na nini, meli moja hivi tukazunguka Algeria wapi ziula za kijinga hapo. Tukafanya tena vurugu nyingine, lakini tukafanya Uturuki. Tumefika meli ile pale Uturuki, nilitokea ugomvi, niligombana na mke wa kapteni. Shida ilikuwa baharini wakati tunakuja. Umeona, mimi muda wangu wa contract ulikuwa bado wa kupewa tiketi ya kurudi kokote ule. Ukivunja contract lazima ufanye nini? Ugharimie mwenye tiketi. Sasa tunatoka zetu Italy. Poti moja inaitwa Venezia. Hiyo poti hiyo haina barabara, ni chache, lakini barabara zake ni maji, wameweka ni maboti, ndio barabara. Mji fulani wa kinini wa Kiitalia. Tumetoka pale tumechukua mashudu na vyakula vya kutota. Sasa ile captain alikuwa mbishi, mvua zinanyesha, akalazimisha mzigo upakiwe. Wakati tunaondoka tunakwenda zetu Uturuki, tukashusha poti moja. Umeona tunakwenda poti ya katika ile kushusha, kwa tunaenda poti ya pili. Sasa kile chakula kimeanza kuoza, kimevunda. Kapteni akatulazimisha, kuna hela ya ziada jamani. Ikabidi tuanze kutupa yale magunia yaliokuwa yametota yasiharibie wengine yale. Tunatosa baharini, tumetosa. Sasa muda ukawa umepita wa kwenda kula chakula. Umeona, yule kapteni, kulitokea ugomvi baina ya mpishi na kapteni. Na watu kawa tumpende kapteni. Maana kapteni wa mwanzo alikuwa chakula free, kila kitu, mabia nini, yule akaleta rostoki anabania. Sasa alivyomfukuza pale Italy yule mpishi, mkewe naye akawa alikuja kumtembelea, mke wa mpishi wa captain. Ikawa yule mke, ile meli ikitoka Italy na kuja Uturuki, afu kuna poti moja ya Ugiriki inaitwa Saloniki. Tunafuata mzigo gani sio, yule mkewe angerudi pale. Sasa yule mkewe akamuunganisha ikawa mpishi. Sasa si tumetoka zetu kwenye ninio, tuko hoi, tumechoka na tumpendi. Mimi si unajua ujana tena, mavurugu meshi. Ile kapteni, ile mkewe ile kwenye, mimi nimeingia jikoni. Sasa muda ushapita wa kuingia jikoni, lakini kutokana na kazi hatuwezi kula chakula kilichokuwa kimepoa. Mimi nikaa chakula sikukitaki, nikaenda nikachukua sausage na mayai nikagonga, na nataka yule mwanamke kaja, kwa nini umeingia jikoni? Wacha nitukane. Amewacha, nikaanza kumtukana. Bedi iko majini na kwenda hiyo. Sasa mtu akili nyingine sisi zinajua mwenyewe. Nikaona aletea ujinga, nikampa zinga la bao chali. Naona chifu officer akaja akaniona, vipi chini nikikiri kakana na frampen yangu kaitupa kule. Bara kelele zikamfikia captain. Captain anakuja na bastola, kuna chifu engineer na akamdaka. Kamnyang'anya kaa zengo kweli. Basi mimi ikawa tena naambia mimi kazi, basi nikifika zangu mimi naondoka Uturuki. Yule bwana ninio kapteni akapiga simu kule. Mimi nikaa nasubiriwa na polisi. Bwana huyu mtu alitaka kumtupa mke wangu baharini, sijui na nini, nikawa na kesi. Basi bwana kufika pale, meli ile imefunga tu, polisi hawa ndani, chukua pingu. Kapelekwa ndani polisi. Kufika kule bwana, kaona hapo msala anafanyaje? Vipi imekuaje? Sasa Waturuki hawapatani na Wagiriki. Walizulumiana wale. Visiwa vile. Sasa Mturuki unaona hampendi Mgiriki vibaya mno. Kaona hapa ni play party. Uongo hapo utanisaidia. Kaenda bwana kule ndani na nini, wala mkuu mmoja wa polisi kaja pale, kamwangalia kama na zinga la Singda. Nikaleta uongo wa kibongo. Vipi bwana? Imekuaje umetaka kumtumbukiza mke wa nini wa captain na nini baharini si na nini? Nikamwambia na sio hivyo bwana. Sisi tulifanya kazi ya ziada, hata mkenda kaangalieni. Captain aliruhusu mzigo umepakuliwa na mvua umeharibika, na huko mwingine umeharibika wa kwenu. Kulikuwa kuna unga wa nini wa keki. Kakagueni. Sasa tunafika wakati mimi narudi nataka kwenda kupika chakula. Yule ninio mpishi aliachishwa kazi, waligombana na kapteni Italy. Sasa mkewe ndio akawa analazimisha mimi nile nguruwe.
Wakati Case. yule mzee bana Sigda nikacheza na Sigda ile. Sigda ile. Bana nikabadilisha mawazo. Hapo moja kwa moja mzee anasema niachie mimi, kesi nainunua. Kesi akaibeba yule mzee. Akasema inawezekani mtoeni, pelekeni hoteli. Nikatafuta hoteli bwana. Kapteni yule akaitwa, ngoma imegeuka. Meli inataka kushikwa na wale washtakiwe bana, anapiga magoti yule kapteni mbele yangu, lalamika ya nani? Yameisha bwana, tuendelee na kazi, ilikuwa mambo ya shetani tu baharini, na nikamwambia hata mistaki. Wala kana basi rudi, na nikamwambia wanaweza kaniua wale, maana mimi nimelazimisha kwa nguvu nguruwe na nini. Sasa natakaje? Nikamwambia nitaka niende zangu kwetu. Naona bwana. Sasa wakalazimishwa wale pale. Sasa kutoka Potio mpaka Istanbul mbali kidogo. Kakodiwa taxi ile, hela, alafu na tiketi zote, wakanipa hela zangu zote. Paka Istanbul ni yao wale kwa hasira, walete bongo mimi. Yule captain na mkewe. Captain na mkewe pale. Nimefika pale sasa mimi sasa si mwenyeji pale. Zile pasipoti zangu na nini zote zimekabidhiwa kwa wakala wa agent. Kaingia hoteli yangu ninio VIP ile hoteli 5 stars ile. 5 star uzuri sasa mimi wana wale nikataka kuikomoa gharama zote ninazokula kampuni inalipa. Istanbul nyumbani nikawaita watu wa ghetto. Hoteli restaurant twendeni watu bia kula nyama siku 3. Bili kibao. Sasa ikawaje? Pasipoti ziko zile siku nikapa ndege pale, nikapewa ndege moja ya kutoka pale, ilikuwa ni Alitalia. Kulikuwa hakuna ndege ya ninio ya Turkish. Ikawa ngoma Alitalia, ngoma imepigwa Alitalia inakwenda zake Rome non stop, inakuja mpaka hadi Kenya. Nikasema narudi Afrika. Mtoto amjidewezekani. Sasa nikadelay. Asubuhi ndio nilikuwa nafuatwa na gari na nini kila kitu. Nipelekwa airport. Mimi si VIP. Nalipiwa kila kitu. Mimi time ile siku ile ya kufuatwa na gari mimi niko disco. Sasa nikaja late in time, ndege ishaondoka, nakuja pale kampuni wacha ipige simu ilalamike pale. Na mimi nilikuwa na timing, ndege ya pili kulikuwa kuna Olympic Airways. Ndege yao ya Kigiriki. Umeona inatoka pale na kuja Athens. Ndio nikaa nimepewa Egypt Air nyingine nije Bongo. Hiyo tiketi ya pili. Sasa na mimi ujanja najua pale nitajump pale. Athens. Sasa ilivyo wale ile ninio ile Olympic siku ya pili nikapanda. Wale wakapiga simu kule bwana wewe mtu kwa hivi na hivi, nikaa nasubiriwa pale. Sasa ile Olympic ilikuwa haiendi kule international, inatua kwenye kama teme loko yao ile. Umeona kule sasa kuna mabasi yale yanakuja yanawafuata kule, haitui kwenye matana yale yanakupeleka kule. Sasa mimi watu ofisini nawajua. Sasa unaona silikuwa wakati kuchukua mishahara pale ni sometime kutozengea kazi. Nikasema hapa nikijipindua naweza nikaenda Bongo. Sasa pale tulikuwa tunaingia na intro, hamna visa. Mimi sasa pale nilipofika tu basi la kwanza lile anakuja watu wanashusha, maana ndege ilikuwa kubwa, watu ni wengi. Basi la kwanza mimi nikadandia. Wale wakanao wakaingia wapata kibali kwenda kunisubiria kule. Wandake kule wanipeleke international sasa kwenye ndege nyingine ya kurudi Bongo. Ya kwenda Bongo. Maana walijua lazima nitaenda kuwashtaki, nikiingia kwao nikiwashtaki kuna hela nyingine za ziada ningezipata kama zile zilizokuwa nimechukua Ufaransa. Basi pale nikaona hapa msala huu mimi mjanja, nikawai basi la kwanza. Wale wakajipindua, wanasubiri watu wanashuka kwenye ndege, basi la kwanza kuingia pale, nikawai kutoka, nikajificha nikatoka. Naona bwana begi langu nikaliacha, nikasema nitafuata siku nyingine. Maana ukisubiri conveyor belt mpaka mabegi yale yote yaje pale nitakutana nao. Mimi sikujali begi wala nini, nikaacha pale. Nikagongewa taxi ndini. Iperea nimeingia. Wale bwana subiri mara kwa sababu nilipokuwa nimeingia pale nasikia pale baadaye kuna mmoja akaenda kutangaza ndio tutaka tutoke hivi, nasikia attention please Mr. so and so please report is get number flan
flight to Tanzania, sijui KQ nini Kenya Airways sijui nini. Ya mtajua wenyewe. Mimi huyo nimejiminya kabisa ile jamaa namuona anavyohangaika kule kwenye taxi. Mwenyeji nini? Nikarudi zangu mjini pale, kufika pale. Safi, asubuhi siku ya 3 yake naenda ofisini. Shagongewa sasa, wao tena hawana mamlaka, sina na visa ya nchi. Shaingia pale. Kwa nini wewe kwenda Tanzania? Sina, ngambia nimefuata hela zangu. Hela tumekulipa kila kitu, nikamwambia. Nikafuata kwa mwanasheria pale. Baba mimi nizulumia nini, kuna hela fulani wanaita za kustaafu hizi kama za pension. Unaona kuna jina lake naziita. Zile sema nyingi huwa tupewi, wanapewa wenyewe raia tu. Umeona nikaenda kwa mwanasheria pale. Lakini ukiomba unapewa. Upewi mpaka uko washtaki. Yaani ukishtaki tena kwenye kampuni inakuwa tena blacklist. Wewe mbaya uweze kupewa tena kazi. Nasema liwalo na liwa. Nikaenda kwa mwanasheria pale. Nikapeleka makaratasi yangu. Nikaambia hela zangu za pension na nini. Baada ya miezi 3 hivi nikapewa. Kutoka pale tena maisha ndio yakaendelea. Nikatoka kwenye masuala ya meli tena kuna bora zangu Italy kuishi, nikaenda Italy Mission Town nini, nikatoka kule tena nikaenda Belgium Mission Town kazi za mjini nini, nikarudi tena Ugiriki, ndio kama nyumbani kama center. Umeona kwa hiyo unazunguka Belgium ukitoka Italy. Pale tena Italy ukitoka pale saa nyingine kazi ziko nyingine mchanganyiko ambazo nzito kidogo. Matonge ulitembelea pale? Kwa hiyo bwana ujana ukawa hivyo. Sawa. Baadaye pale Italy tumekaa mikasa mingi. Unaona mikasa ni mingi. Ya maisha kunusurika kufanyaje. Kama kuna bahati siku hiyo mwaka 90 wakati wa World Cup inachezwa kule Italy. Tuko pale. Sasa tulikuwa tunakaa mji mmoja Napoli. Siku hiyo kama Mungu bwana. Mara nyingi kule Ulaya usiku ndo night mover. Yaani asubuhi ndio mnalala. Sasa kule watu walikuwa wahuni wengi, mafia wahuni. Sasa kuna wahuni fulani wakawa wataki watu weusi waende kwenye baa moja hivi. Akamwambia bwana tafadhali. Hawa watu weusi hatuwataki. Kwa sababu wale sasa magangster wale mafia wengine wanauza mabangi, maunga, manini. Sasa kule Afrika, Nigeria, Tanzania wanauza bei ya chini. Sasa na wale ndio kama vijiwo kule wanaharibia biashara, wakapewa warning mwenye baa nini wapi akawataki. Ngoja. Siku hiyo kama Mungu ndo sisi tulichelewa kwenda. Basi jamaa wale wakaingia pale na mapikipiki yao pale na mashine wakawashuti wa Afrika wote waliokuwa pale kama 9 mpaka mwenye baa. Kaanza mwenye baa na mtoto wake wa kike. Alafu wakaja kuwapiga. Wabongo walikuwa si 4 si 3. Sasa sisi tulichelewa kwenda kile kijiwe. Michael si unaanza baa hii, unatoka disco hili, unakwenda hivi mpaka kumalizia huko. Wale wakaanzia baa. Tutasikia kimenuka huko watu. Wakaua watu wangapi? Waliua sio chini ya watu 10 au 15. Bana. Hao wakaondoka zao. Basi bahati hivyo wa Tanzania tuliwarudisha, tuliwachangia maiti tukazirudisha. Sababu zangu nikachukua ferryboat pale, nikarudi Brindisi, una mji mmoja Brindisi karibu na Ugiriki. Nikachukua tena. Sasa kwa bahati nilikuwa nishakuwa niko vizuri. Umeona nikanunua equipment zangu zile nimepata, nikanunua maroli. Unaona nikanunua tena mashine haya yakiwa viwanda ya mbao nini. Basi nikatanguliza. Mimi nikarudi zangu tena Ugiriki pale. Mtoka Brindisi mji mmoja hivi uko ukitoka pale sasa kibaya kilichokuwa kingine mimi nilikuwa blacklist pale sasa Ugiriki. Na alafu sasa lazima nipite pale, kuna hela za kwenda kuchukua. Nilipokutoka pale kwa vile nilikuwa blacklist na mimi nikishaikuwa naingia na jina jingine. Umeona? Sasa nikarudi zangu ndo pirika zimeisha na nini, nikaenda zangu balozini Italy pale bana, nikajisunu zangu Bongo. Nipeni bana vipeni mkoba wangu na nini mimi naenda Bongo nilipotea, nikatoa namba nini zile, nikapewa mkoba safi. Kashuka Brindisi, kuna mji mmoja ndio Patras. Na ferryboat ndio naisha pale. Nikafika Patras, nikashuka. Chukua taxi zile express mpaka kule. Kafanya shopping yangu na nini, narudi Bongo sasa.
ngoma siku ya kutoka ile. Tulisha blacklist. Blacklist bwana, nafika pale natoka. Kuna brazameni mmoja yule Nox Migration. Na hela nyingi. Unaona. Kufika pale papo hela wako tizama kwanza, lakini kama kuja kutizama baadaye ina maana pengine tawangeninyang'anya. Vipi kucheki pa ta. Baada ya kugonga nitoke, ndio natoka. Yeye akauliza vyombo. Kosa. Bana vipi? Wewe umeingiaje? Wewe una blacklist hapa miaka 10. Kwa nini ndani ya miaka 4 wewe umeingia alafu umerudi? Kaambia mimi bwana nimekuja nda nyumbani sina nini najitetea. Lugha inapanda wakati wa Kigiriki vizuri, nikaa nabishana naye. Yule bwana akasema haiwezekani, wakaitwa polisi, natakiwa nipelekwe ndani. Toke pale kwa kawaida ile blacklist, yale makosa ya nyuma ambayo ulifukuziwa ukayalipe kwa kifungo. Mimi najitetea pale. Jamaa kaita polisi wanafika. Kwa bahati kuna mzee mmoja na shift in charge. Akaja pale. Naona kama anaongea Kigiriki. Tiaine, vipi yani maana yake? Kaambia kalama, yani safi. Kuna nini hapa? Akasema afuta malaka. Dethelo na ithi hapo. Dho si neno Kigiriki. Yani malaka ni mpiga. Yani mbaya tu sio kwa ile. Anambia huyu mpiga alifukuzwa asirudi. Asirudi. Unaona eh? Kwa hiyo sasa kaingia, imekuaje na nini, ndio yeye anatakiwa nimeita watu. Yule mzee akamwambia sasa huyu akamwambia Kigiriki. After polika litera, yani huyu mpiga ni bora kuliko ni wewe. Mlomruhusu aingie. Kwa hiyo kosa nani malaka sasa? Nyie ndio posti mlioruhusu mpaka kaingia. Hii muhuri umetoka wapi? Sikaingia. Kwa nini posti wamemruhusu aingie? Mwacheni. Ikawa bwana ugomvi pale, Mungu akanishikia kikiri kakalo, mzee akapora passport. Yule jamaa wa immigration akavua magwanda pale akatupa usome kazi, basi siwezi kukaa kwenye desk. Akasema potelea kwa mbali. Kanigongea mzee, nenda safari kama taxi. Yaani safari njema, rudi tena bwana. Umekupenda sana hapa. Kamera kita hivi after basi wanaunga. Bana nachukua ndege yangu pale reti. Naona bana ndikuwa nimerudi na Kenya Airways. Karudi na Kenya Airways mpaka Nairobi. Nairobi nikapita na Manga. Kaingia zangu Bomu. Toka sio nikasema ngoja nitundike daluga hapa inatosha 90 ngapi na 2. Babu kubwa. Nikaona hapo bana, hapana nishachoka hapa. Hayo mengine ni mengi lakini tutakesha hapa. Si mchezo. Babu kubwa, story safi sana. Kwa hiyo uliondoka hapa 82 ama 79? Nilianzia 79 kwenda kuzurura kule. 79 nikarudi kwenye 80 nikachukua ninio passport ndio nikaondoka tena kwenye 80 mwishoni. Ndio nikaja nikarudi. Hizi kwa hiyo kurudi hiyo 92 ndio nimekuja kurudi 92. Kwa hiyo kama nyundo 12 hizo kwenye kuzurura ndugu yangu. Usipiga mvua za kutosha. Wacha manchi mengine huko ya kukaa Afghanistan, hayo Belgium, Pakistan huko nimekwenda kusota, India, mwenyeji mbali huko katika miangaiko. Sasa India ulikuwa mji gani? India wakati ulikuwa Bombay. Wanasema nita Mumbai. Nimekaa sana pale unaitwa Pune. Basi pale tulikuwa kuna deli nyingine, mnakuja mnachukua dhahabu mnanunua ninio hapa, mkija Qatar hapa katikati na Abu Dhabi mnachukua dhahabu, mkifika pale mnauza, mnaingia pale kule samani kubwa sana. Hizo pia zikawa. Kwa hiyo unaingia unatoka, na pale unaweza ukatoka ukapata bahati kuna mawakala nao. Unaambia kuna mwanamke anataka kwenda zake ninio sometime Austria au anakwenda zake Holland, inabidi unamuoa. Kwenda pale kutoka ngumu.
wadosi. Kwa hapa mnaingia kwa wanasheria nini, mnaoa ndoa kila kitu, unatoka na mke wako, umechukua hela yako, ukifika kitua umela. Maisha ndugu yangu kuhangaika. Muhimu. Maisha ujanja. Kazi kwa hapa na ndio hivyo. Mungu ametufikisha salama mpaka umri huu, alhamdulillah, nashukuru Mungu. Safi kabisa. Tuko Tanzania yetu. Tunaijenga. Wapenzi watazamaji wetu, jamani, mmesikia nondo hizo? Leo bwana nilikuwa na Baharia hapa, ametuelezea step by step jinsi walivyokuwa wanasafiri na walivyokuwa wanasurvive, lakini naona their love ilikuwa bado ni Tanzania. Sasa kitu nimejifunza hapa ni upendo bado ulikuwa ni wa hali ya juu sana. Miaka ya zamani tulikuwa tunapendana sana. Mtu unaondoka unakwenda sehemu ambayo huijui, lakini ukishasikia kuna Watanzania unakuwa una wasiwasi. Ndio maana unaona wote mabaharia anakuambia hivyo, fika unaweza hivi Watanzania wako wapi, sababu unajua kabisa kwamba your brother atakusaidia kwenye kukupa michongo kwamba bwana unakwenda hapa, unafanya hivi, unafanya hivi. Kwa hiyo bwana, sisi tunajaribu kueleza vijana wa siku hizi upendo muendeleze. Lakini kitu kikubwa sana bwana, nashukuru sana kwa kuja kutembea katika studio zetu. Asante. Tumefurahi sana kuongea na wewe na story ilikuwa very fascinating. Ila sasa viewers wetu, napenda tu kuambia kwamba muendelee ku comment, subscribe, share, like and put that notification, ni kwamba tutakapowaletea story nyingine utakuwa wa kwanza kuiona. So till next time, thank you.